Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana ili niwapashe yale ambayo yametendeka ndani ya Tanzania. Sasa hivi tunahitaji kituo ambacho kinazungumza ukweli, na hicho kituo ni hichi. Tafadhali piga subscription, sambaza kanda zetu. Nina imani kwamba hata wewe mwenyewe umeweza kujionea wazi kwamba ndani ya Tanzania vituo vingi vimenunuliwa na serikali, na serikali ndio huamua ni kipi cha kuchapisha. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa minajili ya kumulika serikali, na ndio maana ninawaomba tushirikiane kujenga hichi kituo. Kuna vita ambavyo vinaendelea ndani ya hii serikali ya Samia, serikali batili, kati ya Samia mwenyewe na makamu wa rais ambaye ni Emmanuel Nchimbi. Nikianzia mazungumzo haya, munaelewa Samia Suluhu Hassan ni Muislamu na Emmanuel Nchimbi ni Mkatoliki halisi, Mkatoliki kamili. Kipindi ambapo Samia Suluhu Hassan anapiga kanisa Katoliki vita, ni ishara kwamba anampiga Emmanuel Nchimbi vita. Sio lazima wasimame wapigane vita vya kisiasa, hapana. Wakati mwingine vita vinaweza kupigwa kupitia ile dini ambayo unashiriki. Mimi na wewe tunaelewa kile ambacho kinaendelea Tanzania. Mnamo siku ya Jumatatu tarehe 5 Januari mwaka 2026, baadhi ya watu karibia 100 walilipwa pesa na serikali kwenda katika ubalozi wa Marekani, yani ubalozi wa Vatican, kuandamana wakipinga kanisa Katoliki Tanzania na wakipinga Padri Kitima na Askofu Ruwaichi au kipenda Father Ruwaichi, kwa kile ambacho wanasema kwamba wanapinga serikali. Sote tunajua kwamba hii serikali haina ridhaa ya mwananchi. Ndani ya Tanzania karibia 65% ni dini ya Wakristo na karibia 34.5% ni Waislamu. Kuna vita ambavyo tunaingizwa sisi raia wa Tanzania, na tusipochunga tutaingia kwenye vita ambavyo hatujui kiini chake. Ninawaomba tuwe waangalifu sana. Dini ya Katoliki ndani ya Tanzania, taifa letu tukufu, limekuwa mstari wa mbele kukosoa serikali, na dini hii ya Katoliki imekuwa mstari wa mbele kusimamia haki
ukweli. Ni wazi tunajua kwamba katika kile ambacho kinaitwa uchaguzi uliopita, serikali hii ilitumia nguvu kupita kiasi, mahala ambapo waliwaua wananchi zaidi ya 10,000 waliokuwa wakipinga uchaguzi ambao unaandaliwa na serikali, huku viongozi wa upinzani wakiwa wameenguliwa kutoshiriki uchaguzi ule. Tunaelewa kwamba serikali iliweza kuiba uchaguzi, wakatumia mamlaka vibaya, hata kuwakamata na kuwateka wananchi. Dini moja peke yake Tanzania, Katoliki, iliweza kusimama na kukashifu matumizi mabaya ya mamlaka na uongozi mbovu wa serikali kwa kuwaua wananchi, kuwateka wananchi na hata kuwazika wananchi. Samia ambaye ni Muislamu ameona kwamba dini Katoliki inampiga vita kwa kumwambia ukweli kwamba aliwaua wananchi, aliwaumiza wananchi na hata kuwateka wananchi. Tulipoandaa maandamano ya kupinga uchaguzi, uliona jinsi ambavyo polisi walitumia vitoza machozi, mabomu ya kutoa machozi na hata risasi za moto ili kujibu malalamiko ya dini ya Katoliki, jinsi ambavyo serikali ilitumia uongozi wake na mamlaka yake vibaya ikawaua wananchi. Samia ambaye ni Muislamu aliweza kuthamini maandamano kupinga dini ya Katoliki Tanzania. Na nimekueleza kwamba kipindi ambapo dini Katoliki inapigwa vita Tanzania, ni Emmanuel Nchimbi ndiye anapigwa vita kwa sababu anashiriki katika kanisa la Katoliki. Katika maandamano ambayo yaliweza kuandaliwa siku ya Jumatatu ya kupinga kanisa Katoliki Tanzania kwa kupinga serikali, hatukuona polisi wakitumia mabomu ya kutoa machozi, hatukuona polisi wakitumia risasi za moto kuwatawanya wale ambao walikuwa wanaandamana kupinga dini Katoliki Tanzania. Hatukuona polisi wakiwa wanawakamata wale ambao walikuwa wanaandamana na kuwaambia kwamba maandamano ambayo walikuwa wanaandaa katika afisi za Vatican Tanzania yalikuwa kinyume na katiba. Nikurejeshe nyuma kipindi cha maandamano yetu ya tarehe 29, tarehe 9 Disemba, tuliona polisi wakitoa ripoti kila saa. Yale maandamano ni haramu. Yale maandamano hayakuwa yamefuata sheria. Lakini katika maandamano ambayo yaliweza kuandaliwa na wale ambao wanajiita kwamba ni Wakatoliki, hatujawaona polisi wakiwa wanatoa ripoti kuhusu maandamano hayo, ishara kwamba yale maandamano yaliweza kuthaminiwa na serikali. Na mtu mwenye ameweza kuthamini maandamano hayo hapa ni Samia, kupinga na kupiga vita Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkatoliki. Watanzania wenzangu, ninawaomba tufunguke macho, tusije tukaingizwa kwenye vita vya kidini ambavyo hatujui kiini chake. Tusikubali kuingizwa kwenye vita
na Samia vya kidini, kwa sababu lengo la Samia ni kutawanya Katoliki ili aweze kuongoza. Na ndio maana tunajenga ukumbi huu kwa kuweza kuambiana ukweli. Kwa nini? Kipindi cha maandamano ya 29 kupinga serikali ilipiga marufuku vyombo vya habari visiripoti taarifa ambazo zinawahusu raia na wananchi. Kipindi cha maandamano ya wale ambao wanajiita kwamba wao ni Wakatoliki, tuliona vyombo vya habari Tanzania vikiripoti, sijui watu 100 wameenda katika afisi ya Vatican wakiandamana. Sijui Fata Kitima, Padri Kitima na Ruwaichi wanakosa. Ishara kwamba serikali ndio huamua kila ambacho kitachapishwa na kila ambacho hakitachapishwa. Na ndio maana tunajenga ukumbi huu ambao Bwana Ezra ndiye anaendesha, ili tuwe tukiambiana taarifa za ukweli. Ninawaomba na ninawalilia Watanzania wenzangu, tusikubali kuingia kwenye vita vya kidini. Sisi wote ni raia wa Tanzania. Tatizo na adui peke yake ambaye tuko naye ni Samia na utawala wake mbovu, utawala wa dikteta, utawala wa kujipandikizia. Tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Asante sana.